Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Leo tunaambiwa kwamba paka kuu ya wilaya ilikuja ikampa maagizo mkandarasi akae miezi 3 ndio aweze kufanya kazi. Hilo ni swali la kwanza tu ambalo linatupa hofu ya uwezo wa mkandarasi alionao, kwamba paka kamati ya ulinzi na usalama ikwambie ukae miezi 3 utekeleze wajibu wako. Hilo ni jambo la kwanza. Sasa nachelea kusema pia na kushauri mamlaka husika, hususan sisi tuliompa mkataba kureview mkataba ambazo kwa haya ambayo anaendelea kuyafanya ni nini ambacho tutakifanya juu ya huyu bwana, aidha kama kuna compensation kwa kutuchelewesha mradi wetu, lakini jambo la pili kuona kama tuna uwezo wa kuterminate mkataba huu na mkandarasi iwapo itawezekana kufanyika jambo kama hili. Lakini jambo la tatu, kutokutoa grace period isipokuwa na sababu za msingi, yani kumuongezea muda wa mkataba pasipokuwa na sababu ya msingi. Ili jambo hatutoweza kuliridhia kwa mara nyingine tena. Shughuli kama hizi zinazofanyika katika maeneo yetu, hususan katika hizi halmashauri zetu, hatufanyi sababu tumepata kazi, hatufanyi sababu tumepata sehemu ya kwenda kupotezea muda. Tunafanya tukiwa tunalenga wananchi, na miradi hii inatofautiana. Huu mradi walengo wakubwa ni low income earners, watu wanaopata kipato kidogo sana. Sasa tukikutana na mtu ambaye anatuchelewesha kwenye miradi kama hii, hawatukani wale watu ambao ni walengwa, lakini anamtukana Mheshimiwa Rais ambaye anaomba fedha, anasukuma fedha kwa ajili ya kuleta. Hatutakuwa sehemu ya watu wa namna hii. Hili kwetu sisi kama jiji la Mwanza tunalikataa. Lakini jambo la pili, sisi kama wahanga wakubwa wa kuhakikisha kwamba tunarudisha tabasamu kwa wananchi, tunasema kwamba watu wa namna hii katika maeneo yetu hatutowapa nafasi kwa mara nyingine tena. Tulipewa maelekezo ya kuendelea kutumia pesa hiyo wakati wao wakiendelea kushughulikia approval ya nyongeza ya pesa hizo. Kwa hiyo mwanzoni kitu ambacho kidogo kilitupa back and forth ilikuwa ni approval ya pesa, nyongeza ya pesa kulingana na review ya design. Lakini tangu hapo tumekuwa tukiendelea na kazi, na kama mnaona hapa tulifanya mwanzoni kulingana na drawings ambazo michoro au design ambayo tulipewa mwanzoni mwezi wa 7, maana ya design ya pili baada ya review, ambayo kulingana na hali ya hapa jinsi ilivyo tumeshindwa kuendelea nayo kwa sababu maji yanakuwa accumulated mengi. Hata kazi ambayo imefanyika unaona ni ya kazi ya siku 2-3 ambazo tukiwa tunakuja ndo wameamua kukimbiza. Hata hizo mbwembwe za magreda kelele nyingi ni kwa sababu tuko hapa. Sasa ukiangalia kasi hii na tukiendelea kwenda na kasi hii, inaonyesha dhahiri kwamba mradi utaendelea kuwa nyuma sana. Hii eneo ni swamp, linaonekana linajulikana. Hizi naona zingine zote ni extras tu. Linajulikana hapa ni kwenye maji, lazima uanze na mawe, utaweka kifusi. Sasa hizo changamoto sio mkandarasi atatuambiaje kwamba muda ambao wanao mpaka wa mwezi wa 7 sijui atafanyaje kazi kuhakikisha anaweza kumiti deadline. Inaonekana mkataba huu wakati unasainiwa hata huyu anataka kufanya kazi alikuwa hajafika na ajua anafanya kazi sehemu gani. Sasa hii ilikuwa ni shida kutoka kwa kwetu sisi au kwa upande wa mkandarasi. Na kama ni kwa upande wake amepigwa faini kiasi gani? Mkataba wetu unasema nini katika jambo hili? Au umekaa silent kiasi gani mpaka hapo? Mkandarasi wa eneo hili bado ni Mswahili mwenzetu. Ni Watanzania wenzetu. Tunaongea lugha tunayoelewana. Ni ukweli usiopingika kwamba hamna haja kufanyana usanii katika hili jambo. Sina uhakika vizuri kama mkandarasi amekabidhiwa site kwa mujibu wa mkataba. Kwa sababu kama hajakabidhiwa site kwa mujibu wa mkataba, mwenyekiti, hata mfanyeje hamwezi kumterminate. Hata hii mwezi wa 7 alivyosema akishindwa kutekeleza mwezi kama hamjamkabidhi site. Kumkabidhi site mwenyekiti ni pamoja na kwamba kama vile kuna mambo ya kulipa fidia yao yamelipwa ili mkandarasi akabidhiwe site. Kwa mkandarasi atakuepo hapa kama hajakabidhiwa site anaweza kata miaka 5 na hamna ujanja wote. Hawa kandarasi wa ndani hawa saa zingine wana mapungufu makubwa sana. Yaani tunapeana hizi tenda kwa ajili ya kubeba kwamba na wao ni wa kwetu, lakini ukiangalia sasa wanakwamisha miradi ya namna hii kwa kiwango kikubwa sana. Yaani leo mtu unapokuja unaambiwa kwamba eti mwezi wa 7 huu mradi utakuwa umekamilika, yaani ni uongo ambao uko wazi. Amini inaweza kuwa wazi kabisa kwamba kwa mwendo huu hatuwezi, mkandarasi hawezi kufanya nini kumaliza hilo kazi kwa wakati huu unless kutokee muujiza. Ili uwe wa
kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.